nimejifunza mengi, mpaka kubeba mtoto mgongoni nilikuwa nakabeba kwenda shambani. Kwa hiyo wakati mwingine mkiniona nahangaika na kilimo nini, bahati nzuri si jambo nililokuja nikaliakwaya. Ni kitu ambacho bahati nzuri mbaya nimekuwa nacho kumbe tangu nilikokuwa nimelelewa huko nyuma. Kwa vijana msianze kutanguliza, anasema tatizo ni mtaji. Ukishaanza na mtaji mtaweza. Vijana wengi sasa hivi wamekuwa ni watu wa kuchagua kazi. Wengine watataka kuajiriwa, wengine watataka kujiajiri, na wengine watakimbilia mitandaoni. Lakini ilisikika kauli hapo nyuma ya Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Pinda ikisema kilimo kwanza. Na sisi kama Daily News leo hii tunauliza, kwa nini vijana wengi wanakimbia kilimo? Mimi ni Faudhia Simba kutoka Daily News, na sasa tupate maoni mawili matatu kutoka kwa wananchi. Vijana wengi hawaingii kwenye kilimo kwa sababu kilimo hatujapewa elimu ya kilimo. Ila tungepewa elimu ya kilimo, kila mtu angeingia kwenye kilimo. Kwa tungepewa elimu ili kilimo ni nini, inakuaje, kinafanyaje, pembejeo ni nini. Lakini ukituuliza vijana wengi hatujui nini maana pembejeo na nini maana ya kilimo, na ndio maana vijana wengi tunajihusisha na vitu vingine ambavyo si kacha yetu kama ya wazee wetu walivyokuwa huko nyuma. Wazee wetu huko nyuma walikuwa tokea wapo wadogo wao wanadili na kilimo, baba anampa jembe anaenda shambani, hivyo anatoka shule anaenda shambani. Kwa sasa hivi mtoto ambaye utampa jembe aende shambani utompata. Umeona? Kwa hawawezi kwenda kwenye kilimo kwa sababu elimu yao ya kilimo hawajaipata. Wana elimu ya kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Mtu asubuhi tu mtu anaacha kufanya shughuli zake anaingia kwenye mtandao, wa mtu anaacha kufanya shughuli zake Simba na Yanga hivyo. Kwa hiyo vijana wengi watajikita huko kwa sababu ndio vitu ambavyo vilivyokuwepo kwa sasa. Lakini kama ingekuwa tumepewa elimu ya kilimo basi tungefanya nani swala la kilimo. Wadhani vijana wakipewa elimu sasa hivi wataweza kuitumia vizuri? Unaweza ukiwapa elimu sasa hivi hawataweza kuitumia vizuri kwa sababu kilimo ni gharama kwa sasa hivi. Sio kama kilimo cha miaka ya nyuma. Miaka ya nyuma kilimo unaweza ukatoka hapo ukachukua jembe ukaenda ukalima. Sasa hivi kilimo lazima utie hela upate hela. Sasa kijana umetoka shule utakuwa na hela kwenda kuweka ili ukalime. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto vile vile hata kama utampa elimu kwa sasa hivi. Lakini kama utampa elimu, ukampa na pembejeo, ukampa na vitendea kazi, basi watafanya kazi. Vijana wengi wanakimbia kilimo kwa sababu hatuna elimu ya kilimo. Lakini hususan zamani wazazi wetu walikuwa wao kwa wadogo, wameona babu, bibi waenda shambani, wachukua na wanapelekwa shambani, wanazoeshwa. Wameambiwa kila kitu duniani kipo kwa ajili ya kufanya uanze msingi wake uanze mwanzoni. Na vijana sisi hata vijijini huko wakishamaliza shule tu, kwa hiyo wamaliza form 4, wamaliza sasa kitu cha kwanza wanakimbilia mjini kwa sababu wanaamini huko mjini ndio maisha rahisi. Wakimbia kulima wanaamini mjini ni maisha rahisi. Kitu kingine watu wanakimbilia kilimo kwa sababu ya hatuna msingi. Kilimo cha sasa kinatajia hela. Lakini mtu anafikiria nguvu zangu mimi peke yangu niende shambani nitachelewa sana, bado niende mjini. Lakini kilimo ni kitu kizuri sana. Na kama serikali ingewekeza kwenye swala la kilimo hata kama ukihangaika miaka miwili miaka mitatu lakini lazima utapata kitu. Kimi sasa ni mjomba wangu naye alishakuwa kufanya kazi ambazo anafanya mimi. Alikuja akajitafuta miaka miwili miaka mitatu mpaka apata lising kama milioni 5 hivi. Akaniambia mjomba mimi narudi kijijini na kulima. Na saa hizi ana hela kuna milioni 150 mpili chenda. Sababu tayari alikuja huko akafocus na kitu kilichomleta mjini kwamba nimekimbia nyumbani kwa sababu ajembe ngumu sana. Uwezo wa kufanya peke yangu kazi ya kulima siwezi. Nikimbilia mjini katafute msingi nirudi na kijijini. Na ninakwambia juzi tukaja hapa kanunua gari. Karina mpya. Kabisa yake mjini.